Stella Ikupa Alex. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru kwa fursa ya kuweza kuchangia na ninaomba niunge mkono hoja iliyopo mezani, lakini awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya upendeleo wa uzima na afya njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni upendeleo kwa sababu wenzetu wengi walitamani kuiona siku ya leo hawajaweza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninaomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara na shupavu, uongozi ambao umepelekea leo hii tuwe na matokeo makubwa, lakini tuendelee kujivunia kama taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imeeleza mambo mengi. Ninaomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na wasaidizi wake wote ndani ya wizara kwa kazi kubwa ambayo wameendelea kuifanya. Serikali hii ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa sana ambayo kwa kweli kama taifa tunajivunia. Ujenzi wa miradi ya kimkakati, lakini pia uhimilivu wa deni la taifa, lakini pia mfumuko wa bei kuwa kwenye wigo ambao umewekwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utoshelevu wa chakula nchini, amani na utulivu ambao bado upo, uwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Mambo haya yamewezekana ili hali duniani kukiwa kuna misukosuko mikubwa. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba uongozi wake ni imara, lakini pia uongozi wake ni shupavu sana, kwamba duniani kuna mambo yanaendelea, kuna watu wenzetu wanaporomoka, lakini sisi kama sisi Tanzania tunaendelea kwenda viwango vya juu na kuwa kwenye ramani ya dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyofahamu uwekezaji wa bandari ulileta kelele nyingi sana, na mimi nikiwa kama mbunge, wabunge wa Dar es Salaam tuliungana kutoa elimu kwa Watanzania kwamba nini kinaenda kufanyika. Hakika Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona kupitia taarifa ambazo zimeendelea kutolewa, lakini kupitia uhalisia ambao tunaenda kuona kama wabunge, tumetembelea mara kadhaa pale bandarini. Hakika mambo ni makubwa sana. Mheshimiwa Rais ni kiongozi ambaye hayumbi, hatikisiki, yuko imara, na uimara wake tunauona umekuwa ukitoa matokeo makubwa sana. Hakika penye ukweli uongo umeendelea kujitenga, na mwaka huu ninaamini kasa wa Tanzania wameendelea kuona na wataona na watafanya maamuzi sahihi kwamba ni kiongozi gani ambaye anafaa kuendelea kuliongoza taifa letu, kwa sababu upotoshaji umekuwa ni mwingi, na ni kwa sababu wenzetu wamekosa hoja zote Mheshimiwa Rais amezikamilisha. Tunaweza tukasema kwamba Mheshimiwa Rais amechukua mpira ameweka kwa pane, kwa hawana cha kufanya. Wanachokifanya ni kupotosha, kuendelea kupotosha kila itwapo leo. Naamini kabisa niendelee kurudia kwamba Watanzania wana macho, wanaona na watafanya maamuzi yaliyo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia nishukuru sana serikali kwa huduma kwa watu wenye ulemavu. Tunaona kabisa kwamba serikali imejipanga na ina mipango mingi kwa habari ya kundi hili la watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nizungumzie mfuko wa taifa wa watu wenye ulemavu. Mfuko huu Mheshimiwa Mwenyekiti ulianzishwa kwa sheria namba 9 ya mwaka 2010 ya watu wenye ulemavu, kifungu cha 57, kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 3. Pale inaeleza ni kwa jinsi gani mfuko unaanzishwa, lakini pia malengo ya mfuko huu, lakini pia vyanzo vya fedha vya mfuko huu wa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya malengo ya mfuko huu ilikuwa ni kutoa ruzuku kwa vyama vya watu wenye ulemavu, lakini pia kuendelea kufanya tafiti za masuala ya watu wenye ulemavu, lakini pia kutoa huduma za utengamao na vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu. Na fedha ambayo imeelezwa katika sheria hii, chanzo kikubwa ni ile fedha ambayo inapitishwa na bunge lako tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia fedha ambayo inapatikana kutoka kwa wadau mbalimbali na mambo mengine yako kwenye ile sheria ambayo yanajieleza vizuri. Ombi langu kwa serikali, serikali inayo nia njema ya kuunganisha mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini kwa kadiri ambavyo nimeeleza hapa na kwa jinsi ambavyo sheria inaeleza, mfuko huu malengo yake makubwa si uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu, ila ni kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu. Na kama inavyofahamika Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba kundi la watu wenye ulemavu bado lina uhitaji mkubwa. Hivyo niombe serikali, mfuko huu usiunganishwe na mifuko mingine ya uwezeshaji kiuchumi wananchi, kwa sababu malengo yake hayakuwa hayo ya uwezeshaji kiuchumi. Malengo yake ni kama ambavyo yanaeleza kwenye sheria na kama ambavyo nimeyataja kwa uchache. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia bunge lako tukufu lilifanyia marekebisho sheria ya vyama vya siasa.
niendelee kuiomba serikali katika marekebisho yale ilikuwepo mkazo wa ujumuishi wa haya makundi maalum wakiwemo wanawake na watu wenye ulemavu. Serikali ifanye ufuatiliaji wa sheria hii, na hasa ikizingatiwa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni kwa jinsi gani vyama vitakuwa vimetekeleza sheria hii kwa kuweka ujumuishi wa makundi maalum, na hasa kundi la watu wenye ulemavu. Tunatamani kuona watu wenye ulemavu wakishika nafasi mbalimbali kwenye vyama vya siasa, nafasi za uongozi. Ninaomba vyama hivi viweze kuona mfano mzuri ambao umewekwa na Chama cha Mapinduzi wa kutenga nafasi maalum za watu wenye ulemavu kwenye nafasi hizi za ubunge, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwenye level ya madiwani, vyama viweze kuona ni kwa jinsi gani kuanzia ngazi za udiwani, viti maalum pamoja na kata, kuweka nafasi zile za upendeleo kwa kundi la watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niendelee kuishauri na kuiomba serikali, kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi, kiweze kuona ni kwa jinsi gani kitaweka mbele matumizi ya lugha ya alama. Wenzetu viziwi ni wapiga kura wazuri, lakini wanashindwa kuhudhuria hata kwenda kwenye mikutano kusikiliza sera za wabunge, kusikiliza sera za madiwani, kwa sababu kunakuwa hakuna ukalimani. Sasa tuweze kufikiria kwamba mtu anawezaje kupiga kura ambayo hajasikia sera zake. Hivyo niombe serikali iweke mkazo huu na ielekeze kwamba kuwe kuna matumizi ya lugha ya alama kipindi hiki cha uchaguzi, lakini wakati wote, ili tuweze kuwa sambamba na wenzetu viziwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia jingine ambalo nimekuwa nikiliomba kila mara, serikali iweze kuona ni kwa jinsi gani inaendelea kutenga fedha za ununuzi wa mafuta ya watu wenye ualbino na kuweza kuyasambaza na kuwafikia wahusika. Lakini pia sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwa tunasubiri ule mfumo mzuri wa bima ya afya kwa wote, serikali iweze kuona ni kwa jinsi gani inaweka uratibu mzuri na unaotekelezeka wa matibabu kwa watu wenye ulemavu wasiokuwa na uwezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya haya ninaomba kushukuru na niunge mkono hoja tena. Asante sana Mheshimiwa Stella Ikupa Alex. Nilimtaja Mheshimiwa Riziki Said Lulida. Mheshimiwa Robert Chacha Mabutu ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru sana kwa kunichagua kuchangia katika hii hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote tukiwa hapa katika